بنسب كما تكلمنا. موضوعنا اليوم إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن فضائل شهر شعبان. Enyi ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza ni kuhusieni kuna kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuhusia nafsi yangu katika suala hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambao kwamba watakuwa wenye kufaulu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea kukumbushana na hutuba yetu ya leo itazungumzia kuna fadhila za mwezi wa Shaabani ambao kwamba tuko nao. Ni mwezi ambao kwamba tunauishi katika masiku haya ambayo kwamba tuko nayo, mwezi ambao kwamba ni mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an kathirun minan nas, lakini wameghafilika katika mwezi huu wengi katika watu. Shahr yaqau baina shahrayn jalilain, mwezi ambao kwamba unapatikana kati ya miezi miwili ambayo kwamba ni mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rajab wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba mtukufu wa kwanza ni Rajab na mwezi unaofuata ni Ramadhan, na mwezi huu umejitenga, umekaa katikati ya miezi hii miwili. Innahu shahru Shaaban, ni mwezi wa Shaabani ambao kwamba tutazungumzia kuna fadhila ambazo kwamba zinapatikana ndani ya mwezi wa Shaaban. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa kaba'ira lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Enyi ndugu zangu katika imani, tunakuja kulitafuta neno Shaaban ambalo kwamba limepatikana na kitendo kinachoitwa Shaaba. Tukaja kukuta neno hili aliyokuwa limekuja katika jao taksir shu'ub. Allah alivyotuambia, enyi watu, hakika ya sisi tumekuumbeni kutokana na mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, ambaye mwanaume huyo ni Adam alayhi salam na mwanamke huyo ni Mama Hawa. Baada ya sisi kupatikana kutokana na Hawa, kitu gani kifuate? Waja'alnakum shu'uban wa kaba'ira lita'arafu, na tukakujalieni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, lengo kuu lita'arafu, ili muweze kufahamiana. Mbora wenu ni nani? Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye kwamba atakayekuwa ni mcha Mungu. Inna Allah alimun khabir, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari hali yote ambayo kwamba tunafanya. Sasa tuweze kufahamu ikiwa kwamba mbora wetu ni yule ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na miezi kama hii imekuja kwetu kwa ajili ya kutumia fursa zake ambazo kwamba zinapatikana kwenye miezi kama hii, na Allah ameshatuambia mbora mbele ya Allah ni mcha Mungu. Kwa nini tusizitumie hizi fursa ili tuweze kuipata mcha Mungu? Ndipo ambapo tuweze kuangalia kwa nini umeitwa mwezi wa Shaaban. Summiya Shaaban lianna al-araba kanat tabashaabu fihi, umeitwa mwezi wa Shaaban kwa sababu Waarabu katika mwezi huu walikuwa wakitawanyika sehemu mbalimbali, watantashiru fi shughulihim, wakienda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuendea mambo yao, baada ya tawakufiha, baada ya kuwa waliyasimamisha, kwa sababu walikuwa na kawaida ya Waarabu, inapofikia katika nyakati ambazo wamezitukuza wao, basi wanaacha vita na kufanya mambo yao ya kusafiri. Kwa sababu tunafahamu kuna mwezi mtukufu umetangulia, mwezi wa Rajab.
Kwa hiyo walisimamisha mambo yao katika mwezi wa Rajab, lakini wakaanza kuyafanya mambo yao katika mwezi wa Shaabani. Kwa hiyo ni Shaabani kwa sababu walikuwa wakitawanyika katika sehemu mbalimbali. Lakini shariata al-Islam, kwa ajili hiyo sheria ya Kiislamu au ya Uislamu, ja'alat minhu mawsima ta'atin, sheria ya Kiislamu ikaufanya mwezi huo kuwa ni msimu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, walistidad, na sheria ya Kiislamu ikaufanya mwezi huo kuwa ni sehemu au ni nafasi ya kufanya maandalizi kwa ajili ya kuendea Ramadhani. La shahra ghaflatin wa ihmal, na sio mwezi wa kupumbazika na kughafilika. Ayuha almu'minun, enyi waumini wa Allah subhanahu wa ta'ala, laqad bayyana lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fadla hadha ash-shahr bayanan shafiyan, na tayari ameshatubainishia Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake, ubainifu ambao lau kama tutashikamana nao basi itakuwa ni ponyo kwetu sisi. Hadithi ambayo kwamba kaisimulia Usama alipotuambia, fa'an Usama bin Zaid radiyallahu anhuma qala, hadithi ambayo kwamba kaisimulia Usama mtoto wa Zaid, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao wawili, yeye mwana na baba yake, aliposema kwamba qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, lima lam araka, kwa nini sikuoni wewe Nabii Muhammad tasumu min shahrin min ash-shuhuri, ukifunga katika mwezi wote miongoni mwa miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma tasumu min Shaaban, kama jinsi ambavyo unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Qala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dhalika shahrun, huo ni mwezi ambao kwamba yaghfulu an-nasu anhu, wanaghafilika watu kutokana na mwezi huo, yani wanashindwa kuyafanya yale mema, wanakimbilia mwezi wa Rajab ambao kwamba umetangulia kwa mtukufu, na mwezi ambao kwamba utakaokuja kwa maana ya mwezi wa Ramadhani. Lakini mwezi ambao kwamba uko katikati wanaghafilika nao. Kwa nini sasa anatuambia Mtume Muhammad baina Rajab wa Ramadhan, mwezi ambao unapatikana kati ya mwezi wa Rajab na Ramadhani, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-amal, nao ndio mwezi ambao yananyanyuliwa matendo ya mwaka mzima ya waja ambao kwamba wanayafanya ila rabbil alamin, kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, kwa ajili hiyo basi, kwa kuwa matendo ya waja ndio yanapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Shaaban, basi ninapendelea yaweze kunyanyuliwa matendo yangu au kupelekwa matendo yangu hadi ya kuwa na mimi ni mwenye kufunga. Faina nahnu, sisi tuko wapi kutokana na ibada hii ya kufunga? Tumekuwa ndio watu ambao wa kuisubiria kidogo pale inapokaribia Ramadhani ndio na wao wanahitajia kufunga, na aliyakuwa sheria kuhitaji hiyo. Sheria ni kuhitajia uanze kufunga katika nusu ya kwanza, kwa maana ya kwamba ule ubora tutaukosa, isipokuwa kwa wale watu ambao watakuwa na desturi ya kufunga zile Jumatatu na Alhamis au ayyamul bid au yale masiku meupe na sunna mbalimbali za siamu. Tunahitajika tufahamu ya kwamba mwezi huu wa Shaaban ambao kwamba tuko nao ni mwezi unaotuhitajia sisi kuendelea kuchuma khairati ambazo kwamba zinapatikana ndani ya mwezi kama huu. Ta'ammalu rahimakumullah, zingatieni yenye waja Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah subhanahu wa ta'ala akurahimuni. Shahrun ghaflatin wal ibadatu fihi a'zamul ajr, ni mwezi ambao kwamba watu wameghafirika, lakini ndani ya mwezi huu malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
shahru raf'i al-iman, shahru raf'i al-a'mal, ni mwezi wa kunyanyuliwa matendo yetu kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuba liman rufi'a amaluhu, hongera kwa yeye, pongezi kwa yeye yule ambaye atanyanyuliwa matendo yake kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi ta'ati, na yeye aliyakuwa yupo katika msisi au mwenendo wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi ndugu zangu katika imani, tujitahidini tuweza kutumia nafasi au misimu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia. Allah subhanahu wa ta'ala hajatupatia nyakati kama hizi kwa ajili yeye apate faida, au kama hatujatumia fursa ambazo kwamba zinapatikana kwenye misimu kama hii, labda Allah subhanahu wa ta'ala atapata hasara. Sivyo hivyo tunavyofikiria. Lau kama tutamcha Allah subhanahu wa ta'ala hatutamnufaisha kwa chochote, na lau kama tutamwasi Allah subhanahu wa ta'ala hatutamkumbuzia chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Imetujia misimu kama hii ni kwa ajili ya kutuonea huruma Allah subhanahu wa ta'ala sisi waja wake, tusiweze kuingia katika moto bali tuingie katika janna. Min fadail shahri Shaaban, miongoni mwa fadhila ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi wa Shaaban, ndio jambo ambalo tunalizungumzia hapa. Ahibba fillah, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukthiru as-siyama fi hadha ash-shahr, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifanya wingi wa kufunga katika mwezi huu wa Shaaban. Takula Aisha, anatuambia mama Aisha radhi Allah subhanahu wa ta'ala azidi yake, akisema kwamba wama raaitu sallallahu alayhi wa sallam fi shahrin akthar siyaman minhu min ash-Shaaban. Anatuambia mama Aisha, sijapata kumuona Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akifunga zaidi kuliko kama jinsi ambavyo anavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Hatuzungumzii mwezi wa Ramadhani kwa sababu mwezi wa Ramadhani lazima kufunga. Tunazungumzia miezi ambayo yatakao ya kujitolea hali ya kuwa una uwezo wa kuweza kufunga. Ndio mwezi ambao watu wengi wanakuwa wanafanya mambo yao, lakini wewe unaweza ukafanya hayo mambo yako, ukaamua ngoja mimi niachane na hayo mambo ili niweze kumwendea Allah subhanahu wa ta'ala, imma katika ibada ya kufunga au katika ibada ya kusoma Qur'an au katika ibada ya kutoa sadaka. Ndio maana tukaambiwa ni shahru yughfaru fihi an-nas, ni mwezi ambao kwamba wanaghafirika wengi katika watu, wanausubiria mwezi wa Ramadhani unaokuja au walitosheka na mwezi wa Rajab ambao kwamba uliotangulia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Ud'u rabbakum wa antum al ijabah.